Naam, wana IBM Channel, karibuni tena katika kupata taarifa za kinachoendelea huko duniani ama ulimwenguni. Wahuthi wa Yemen wametangaza kufunga mlango bahari wa Bab el Mandeb, ambao mlango huu, kumbuka hapa tuna mlango wa Humuzi ulioko kwenye ukanda wa hii bahari ya Humuzi ambao unamilikiwa na Iran. Hasa pale kwenye ule mlango wa bahari Humuzi ni taifa la Irani pamoja na Oman ndio wanaomiliki. Sasa hii meli ya Irani, hao wametangaza kufunga ule mlango wa Bab el Mandeb kwa sababu ya meli ya Irani ambayo imetekwa na Marekani kwenye guba ya Oman, kwa sababu mlango wa Humuzi wenyewe ni kilomita 33 kwa upana. Kwa hiyo na sheria za kimataifa zinaruhusu wewe kama ni nchi au kama ni taifa, manake wewe una umiliki wa maji kwa kilomita 22. Sasa kwenye huu mlango upande huu iko Irani na upande huu mwingine iko Oman, na kilomita ni 33 upana wa huu mlango. Kwa hiyo hili linafanya waweze kushare huu mlango bahari wa Humuzi. Sasa hii meli ambayo ni meli ya Iran, ambapo kwa mujibu wa Donald Trump alivyoposti kwenye ukurasa wake wa Truth Social, anasema kuwa ni meli ambayo ina ukubwa unaoendana na aircraft carrier, meli kubwa kabisa ambayo hii ni meli ya kiraia lakini ni ya Iran, ambayo sasa wanasema ilipokuwa inakatiza kwenye hiyo guba ya Oman, mahali ambako Marekani wameweka hiyo blockade. Kwa hiyo jeshi la Marekani likawaonya wasipite, wakajaribu kuja wakaishambulia kwenye engine room wanaita, wakaishambulia hii meli, na hii meli wameikamata wa Marekani wanayo, kitu ambacho Donald Trump ameposti kwenye ukurasa wake wa Truth Social kuwa tumekamata hii meli. Na hivyo unajua tena Trump yani anafanya kazi ambayo ingebidi chombo cha habari cha Marekani ndicho kingekuwa kinafanya, lakini yeye ndio yuko busy kuposti. Na ndio maana nilikuuliza swali, je, ungetegemea kuwa Donald Trump hao anashangilia mlango wa bahari Humuzi kufunguliwa, mara umefungwa, aseme hawa wanatuchezea, wakati alienda na malengo tofauti kabisa pale Irani, katika kile ambacho walienda kukifanya yeye, Marekani pamoja na taifa la Israeli. Kwa hiyo sasa baada ya hii meli kukamatwa na imeshikiliwa, iko custody kwenye upande wa jeshi hili la maji la Marekani, ndipo sasa hapa Wahuthi wa Yemen, ambao hawa kumbuka ni washirika wakubwa sana wa Iran na ni hatari sana, na ni watu ambao wamekuwa wakifanya misheni nyingi ambazo nitakuelezea hapa, lakini wao pia wametishia kufunga mlango wa Bab el Mandeb ambao uko ni kiunganishi kati ya bahari ya Sham na guba ya Eden. Huu mlango ni mlango ambao unajulikana kama mlango wa Bab el Mandeb, ambao kimsingi sasa Oman Yemen ndo watakuwa wao wana utawala huu mlango, na wao ndo wana access ya huu mlango wa Bab el Mandeb, ambao sasa ndio kama nilivyokuambia unaunganisha hivi. Alafu pia ni gateway ya Suez Canal, ule mfereji wa Suez, ambapo sasa meli nyingi zinapita, jambo litakalosababisha meli hizi inabidi zizunguke kuja mpaka Afrika, huku wanaita rasi ya Tumaini Jema, huku upande wa Afrika Kusini. Kwa hiyo itabidi meli hizi zifanye kuzunguka, na zikizunguka kwa namna hiyo, maana yake gharama zitakuwa ni kubwa. Na ukumbuke sasa hivi ambapo sasa ilipotangazwa tu mlango bahari wa Humuzi umefunguliwa, bei ya mafuta ikashuka duniani, lakini baada tu tena ya kuwa Irani wamesema wamefunga tena ule mlango wa bahari Humuzi, bei ya mafuta ikashuti tena ikaenda juu zaidi. Kwa hiyo unaweza ukaona ni namna gani Donald Trump asivyotumia ufahamu. Kumbuka yule ni mfanya biashara, kwa kauli zake zote za kibiashara, kauli zake zote hazizingatii kuwa dunia itapitia kwenye wakati gani kwa haya anayoyafanya, lakini yeye amekomaa. Yeye anasema lazima ushindi upatikane, wakati ambapo kuna ceasefire. Unakumbuka
Benjamin Netanyahu au utawala huu wa Israeli umesema hatutaacha mpaka lazima tuhakikishe lengo limetimia. Malengo yao ilikuwa ni kubadili utawala wa Irani ili uingie utawala utakaokuwa unasema ndio bwana mkubwa, utawala utakaokuwa unapokea oda kutoka Tel Aviv na Washington DC. Fanya hivyo watafanya, fanya hivyo watafanya, kama ilivyo kwa haya mataifa ya Kiarabu yaliyoko kwenye Ghuba ya Uajemi, lakini pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Ndicho wanachokitafuta. Kwa hiyo sasa Irani kwa sababu amekuwa ni mgumu, na Irani kwa sababu hajaenda na script ya Marekani inavyosema pamoja na Israeli, kwa hiyo ibidi atafutiwe namna, na namna yenyewe ndio hii sasa. Na Irani naye akagundua kuwa okay, kumbe kuna silaha ambayo ninayo hapa ambayo ni kali kuliko hata mabomu ya nyuklia, na silaha yenyewe ni nini? Mlango bahari wa Hormuz. Kwa sababu kwa kufanya vile hajaitikisa tu Marekani, ametikisa dunia nzima, jambo linalopelekea sasa dunia ichukie vitendo vya Marekani pamoja na Israeli. Na ukweli ni kuwa kwa sasa ninadhani Israeli inachukiwa zaidi duniani. Nadhani okay, achilia mbali mambo ya kidini. No, siongelei kwenye mambo ya kidini, kwa sababu mimi naongelea kwenye mambo ya kisiasa. Kwa sababu ukiongea kwenye mambo ya kidini kuna watu wanasema hapana, wakati sisi tunaiombea Israeli. Ni ukweli, hata mimi mwenyewe naiombea Israeli, kwa sababu kwa mujibu wa maandiko yangu mimi ninayoyasoma kutoka kwenye Biblia, maandiko yangu mimi yananiambia Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima, na mtu hawezi kwenda kwa Baba asipopitia kwa njia ya Yesu Kristo. Lakini hawa Wayahudi wao hawamkubali Yesu. Hii ni kutokana na namna alivyozaliwa na mambo kadha wa kadha walionayo kwa msingi au kwa mantiki ya dini yao ya Kiyahudi. Kwa na mimi pia ninawaombea Wayahudi ili wamjue Bwana wetu Yesu Kristo, ili sasa, kwa sababu Biblia imesema huyu ndio njia, kwa mujibu wa imani yangu mimi, kwa ninawaombea. Lakini hapa tunaongelea masuala ya kisiasa. Lazima watu tujue kutenganisha. Na mwingine nikiwa nachambua hivyo, sasa wewe unajidai ni Mkristo lakini huku naiponda Israeli. Hapana, mimi sipondi Israeli, sipokuwa naongea uhalisia ulioko kwenye masuala ya migogoro ya dunia. Ndicho nachokiongea. Kwa sasa katika hii migogoro inayoendelea, ni uwe na uhakika kabisa kuwa Israeli pamoja na Marekani ni mataifa yanayochukiwa sana na watu duniani kwa sababu ya hii migogoro inayoendelea. Hata kupanda bei kwa vitu, mafuta yamepanda bei, ni lazima wanakaa watu wanajiuliza ni nani amesababisha haya. Ndio maana unaona hiyo chuki inakuwepo katika mantiki ya namna hiyo. Kwa hiyo ndugu zanguni, sasa niendelee hapa. Irani ana washirika wa kikanda ambao washirika hawa pia katika majadiliano ya mazungumzo yanayotakiwa kupatikana, mazungumzo ya amani baina ya Marekani na Irani, pia hilo limewekwa kuwa aache kusapoti washirika wake wa kikanda, ambao washirika wa kikanda mojawapo sasa ndio hawa wazee wa Yemen. Haya, kuna pale Gaza wako Hamas pale, kuna Hizbullah wako huku upande wa Lebanon, lakini kuna makundi mengine yako Syria pamoja na Iraq. Aache kusapoti haya makundi, ambalo Irani naye amekataa, amesema hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Sasa kundi mojawapo ambalo ndilo hili sasa, kundi la Wahuthi wa Yemen, wamesema na wao wanafunga mlango wa Babel Mandeb, ambao kama nilivyokuambia mlango huu ndio unaounganisha kati ya bahari ya Shamu, Red Sea, na Ghuba ya Eden. Ndio kiunganishi huu mlango, ambao mlango huu kimsingi mmiliki wake au mmiliki wa huu mlango atakuwa sio mwingine isipokuwa mmiliki wa huu mlango basi anakuwa ni Yemen, ambapo sasa ndio hili kundi liko pale. Na hili kundi kama unavyojua limekuwa likiwasumbua sana Marekani mno, sio kidogo, limekuwa likiwasumbua sana Marekani. Unakumbuka kipindi ambacho Israeli ameanza operation aliyoitangaza pale Gaza kuwa anaenda kudili na Hamas, na ile hata mimi mwenyewe nilisupport, kwa sababu Hamas walichokuwa wamekifanya upande wa Ashkelon, ingawa Hamas wenyewe ukiwasikiliza maelezo yao, wao wanasema kuwa walikuwa wameenda wanataka kuteka askari wa IDF ili kuwalazimisha Israeli kufanya mabadilishano ya wafungwa zaidi ya 8,000 walioko kule Israeli, wafungwa wa Palestina. Kwa hiyo ikashindikana, matokeo yake ndio ikafikia hapa. Kwa sheria za Umoja wa Mataifa, yani kile alichokuwa anakifanya Israeli kwenda kule Gaza, kwenda kuwatafuta hawa
jamaa wazee wa Gaza alikuwa yuko sawa kabisa Israeli, lakini tatizo likaja, ameenda kufanya tofauti na operation aliyoitangaza anaenda kuifanya pale Gaza. Akaanza kuua raia wasiokuwa na hatia, akaanza kupiga miundombinu ya kiraia, akaanza kuua watoto, na wengine wanakuja kufuata chakula, anazuia kile chakula, watu wanakufa njaa, watu wanakufa kiu, na wakati chakula kipo lakini kimezuiliwa kisiende hapo. Nafikiri mnakumbuka ile tunaita Global Smooth Flotilla, ili mkusanyiko wa meli ambazo ni meli za kiraia ambazo zinapeleka msaada upande ule, na zenyewe pia zikazuiliwa baharini. Hiki ndicho ambacho watu wamekuwa wakilaumu Israeli. Watu hawalaumu Israeli kwa sababu Israeli ameenda kuwatafuta wazee wa Gaza waliosababisha mauaji yakatokea upande wa Ashkeloni. No. Israeli hailaumiwi kwa hilo, kwa sababu kwa hilo walikuwa wako sawa kabisa kwenda kuwatafuta. Lakini mbona umeshindwa kutafuta wazee wa Gaza, ukaanza kuua mpaka watoto wasiokuwa na hatia, ukaanza kupiga hospitali akisingizia kuwa wamejificha kwenye hizi hospitali? Na tunaambiwaga Israeli kwa ujasusi wako juu sana. Sasa imekuwaje leo? Kwa hiyo baada ya yale sasa ndipo wakaingilia kati hawa wazee wa Gaza. Nafikiri kama unakumbuka vizuri, wazee wa Yemen, wakaingilia kati kuanza kuishambulia Israeli kwa kile walichokiita ni uhuru wa watu wa Palestina. Na walifanya vile, wakaenda mpaka mwisho wa siku ikafika kulikuwa na meli ya Marekani kule inajulikana kama USS Harry Truman, ikaondoka kule kwa sababu ilikuwa inashambuliwa sana. Kwa hiyo hii tunaingia tena kwenye crisis ya aina nyingine tena, na mfumuko utakuwa ni mkubwa mno, kwa sababu huu mlango wa Bab el-Mandeb unapitisha 12% ya meli, pamoja na meli hizi za mizigo ya kawaida pamoja na mafuta. Na kama nilivyokuambia, hii ni gateway ya Suez Canal, na Suez Canal na yenyewe inapitisha mizigo mingi sana. Kwa hiyo itabidi sasa meli wakifunga huo mlango, na wao meli itabidi zianze kuzunguka mpaka kuja huko Afrika ndio ziende maeneo zinakoenda. Kwa hiyo sasa hii ni kwa sababu tu ya kukosa busara na kukosa hekima kwa kiongozi mmoja tu anayejiona yuko juu ya kila kitu. Maana pale alipo sasa Trump, unajua anajiona, yani akitoka bungu, ikitoka ile mamlaka ya ushetani, yeye ndio yani nafikiri unaelewa, yani anajiona yeye ndio evil yani duniani. Kwa hiyo sasa hatujajua inaendeleaje au itaendaje, lakini Wahuthi wametangaza kufunga mlango wa Bab el-Mandeb ulioko huko upande huo. Asanteni sana.